Mara nyingi wazazi wetu wengi wamefeli majukumu yao wao kama wao. Maana hata serikali ina kitengo maalum cha kulinda usalama wa raia na mali zake ambayo ni jeshi la polisi. Hiyo ni kazi ya serikali. Lakini pia kwenye ngazi ya familia itakiwa baba uwe na kitengo chako cha kulinda sera ya ulinzi na usalama wa familia yako binafsi. Kwa wazazi wamekuwa ni sehemu ya kulaumu serikali sana. Kilichotokea kwa nchi ya Tanzania ni kitu ambacho hatujazoea. Hata kipindi cha mwaka 77 wengi walikuwa watoto wadogo, kwanza waelewe. Watanzania kisikia risasi anatamani akojoe kwa sababu sio maisha yetu. Na kisikia mpaka mtu anapata pressure hapo hapo. Kwa kilichotokea kilitufanya angalau Watanzania wengi kuingiwa uoga. Na mpaka sasa kwa uhalisia, mimi ni mtaalamu wa psychology. Watu wengi sasa hivi wana tatizo la msongo wa mawazo kwa kile kilichotokea. Kuna watu wamepoteza baadhi ya ndugu zao, kuna watu wamepoteza mali zao, wengine walikuwa na mikopo, kuna watu wamepoteza tu kazi, kuna watu walikuwa wanafanya kazi, hizo kazi zimepotea. Kwa hiyo watu wengi wana tatizo la msongo ambao mwisho wa siku wataingia ugonjwa wa tatizo la afya akili. Kwa hilo limekuwa ni tatizo. Sasa ni nini tunakisema kwa wazazi? Wazazi wao na jukumu la kulinda watoto wao. Unajua mwanadamu kwa vyovyote kuna vitu anatamani kuvisikia katika maisha yake, hasa vitu vizuri. Kilichotokea tarehe 29 kimeacha makovu na kimeacha historia mbaya kwa watu na katika vichwa vyao na kwenye akili zao na ubongo wao. Sasa tena kinachowavuruga Watanzania wanaposikia tena tarehe 9. Sasa watu wanakuwa je, cha tarehe 9 itakuwa kikubwa kuliko hiki? Au kitakuwa kidogo? Ubongo wa mwanadamu ulivyoumbwa na Mungu, ukipokea taarifa nzito unastaki. Kwa sasa hivi kuna watu tena sasa wamejaa uoga zaidi kwamba kama alikufa mmoja tarehe 9 watakufa labda wawili. Unadhani mtu atakuwa salama? Kwa tujue baada ya haya matukio tutakuwa tuna wagonjwa wengi wa akili sana, ndugu mtangazaji, kwa sababu watu wanasimanzi kilichotokea. Na nakumbuka hata Mheshimiwa Rais alisema, alitoa salamu, so ulimsikiliza bana, na alisema akaiomba jamii iwe na utulivu kwenye kipindi hiki. Sasa wakati ambao tunaambiwa tuna utulivu, tena tunapewa taarifa kwamba tarehe 9. Kwa hiyo mimi ninachokiomba kwa jamii, hizi taarifa zitatuvuruga, mwisho wa zitatuacha na ukichaa kichwani. Hebu kila mmoja alinde cha kwake. Hicho tu ndio mimi nakiomba. Mzazi kana wanao, sema nao wawe nyumbani ili kisitokee kila ambacho wengi wanatamani kuona kinatokea. Unajua taifa letu la Tanzania watu wengi wanalitamani sana. Na wanatamani sana na kwa sababu mwalimu alisema hiki ni kisiwa cha nini? Cha amani. Kwa watu wanatamani kisiwa cha amani kisiwepo ili tufanane na wenzetu wao ambao wanatamani wewe. Sasa mimi naomba wazazi, hebu tujifunze tu kukaa na watoto wetu. Mimi ilivyotokea ile tarehe 29, nashukuru Mwenyezi Mungu sikutoka ndani tarehe 25, tarehe 26 naenda kupiga koni karudi. Sikutoka. Nilikuwa nimekaa na wanangu nyumbani na familia yangu. Kwa yaliyokuwa yanatokea nilikuwa nayasikia tu yanayotokea. Sasa niwaombe wazazi wenzangu wawe na mfumo wa kuambia wazazi, watoto tukae, tusubiri yapite, maana kuna maisha yataendelea. Watu waliokufa maisha yanaendelea. Na tarehe 9 tena watakaojitokeza atakayetokea maisha yatafanyaje? Yataendelea tu. Kwa hiyo niwaombe wazazi, hebu tujitahidi tu kukaa na watoto wetu, tuwatie moyo, tukae. Yatakayetokea basi yakitokea tokee kwa wale watakao kuwa wamekaidi. Lakini watakao kuwa wamesikia basi yasitokee kama yaliyotokea. Ni hasara sana kwa familia, ni hasara sana kwa jamii, ni hasara pia kwa taifa. Serikali, mimi ninaposema serikali, tusiongelee rais, jeshi, mahakama, bunge. Serikali inaanza na sisi. Kunapoongelea wazazi, najua hata rais ni mzazi wa taifa, si ndio? Waziri mkuu ni mzazi wa taifa. Hao wakubwa wote ni wazazi pia na wenyewe. Ndio maana naongelea wazazi kwa sababu gani? Sisi sote ni wazazi. Tusijaribu kusubiria mpaka jeshi la polisi au jeshi la wananchi ndio litusaidie kutuambia tutulie. Sisi sote ni wazazi. Kila mmoja atimize wajibu wake. Na hili jeshi la polisi lina jukumu lake la kulinda raia na mali zake. Na lenyewe lifanye eneo lake. Na jeshi letu lina jukumu lake kulinda mipaka ya nchi yetu. Kwa hiyo tusijaribu kulazimisha jeshi liache mipaka lije lilinde raia na mali zake. Tutakuwa tunalikosea jeshi. Tusilazimishe jeshi la polisi na lenyewe liache kulinda usalama wa raia na mali zake lije kulinda familia yangu hapa kwangu. Kila mmoja awajibike.